Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tuelekee huko Marekani ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameeleza tena nia yake ya kutanua nchi hiyo kwa kuziongeza Canada, Greenland pamoja na Venezuela, ambayo tayari ana uhakika ataweza kufanya lolote wakati huu baada ya kumtia mbaroni Nicolas Maduro aliyekuwa rais wa taifa hilo. Amesema nchi hizo zitakuwa majimbo mapya ya Marekani na baadaye kuyataja matamshi hayo kuwa ni kama mzaha, lakini alimaanisha. Hii ni kupitia gazeti la Washington Post limeripoti likiwa nukuu watu walioshuhudia. Rais Trump aliripotiwa kutoa maoni hayo kwenye mlo wa jioni wa kila mwaka wa Alfalfa Club mnamo siku ya Jumamosi, mkusanyiko wa kipekee wa wakurugenzi wakuu, wanasiasa na vinara wengine wa Washington. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuhutubia klabu hiyo ambayo wanachama wake ni pamoja na mkurugenzi mtendaji wa JP Morgan Chase, Jamie Dimon, mfadhili David Rubenstein na mwenyekiti wa hifadhi ya shirikisho aliyeondoka Jerome Powell. Kulingana na gazeti hilo, watu wengi katika chumba ninachukia, wengi wenu na wapenda, Trump aliwaambia watazamaji. Aliongeza kuwa anaweza kufupisha hotuba yake kutazama uvamizi wa Greenland kabla ya kuongeza, hatutaivamia Greenland, tutanunua, alisema Trump. Haijawahi kuwa nia yangu kuifanya Greenland kuwa jimbo la 51, lakini nataka kuifanya Canada kuwa jimbo la 51, Greenland itakuwa jimbo la 52 na Venezuela inakuwa jimbo la 53, Trump alisema, licha ya kwamba baadhi ya walioshuhudia walisema kwamba alikuwa akitania. Hata hivyo, tayari mlango uko wazi katika eneo la Greenland ambalo amelipigania kwa muda mrefu, hasa alipoingia madarakani katika awamu yake ya pili, lakini pia na kwa upande wa Venezuela. Licha ya kwamba mataifa mengi ulimwenguni yamekuwa yakimweleza uhalisia kwamba hawezi akaichukua Canada na kulifanya kuwa jimbo katika majimbo ya Marekani. Trump amefanya mara kwa mara kuipa Greenland kuwa lengo la sera, akisema kuwa eneo la kimkakati la kisiwa hicho cha Denmark na rasilimali muhimu kwa usalama wa Marekani. Lakini pia amedai kuwa Denmark ni dhaifu sana kuweza kuilinda kutokana na tishio linalodaiwa kuwa la Urusi au Uchina, shtaka lililotupiliwa mbali kama lisilowezekana na Copenhagen, Moscow na Beijing. Hata hivyo, viongozi wa magharibi walisema kwamba rais wa Marekani anaposema kwamba kumekuwa na tishio katika eneo la Greenland si kweli, na kwamba eneo hilo halina tishio lolote ambalo ni la wazi kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump anasema. Trump anamaanisha kwamba eneo hilo litakuwa na shida katika ulinzi, lakini hakuna shida yoyote iliyopo. Mwaka uliopita Donald Trump, rais wa Marekani, alisema Canada ingekuwa bora kama jimbo la 51 la Marekani inayothaminiwa, akirejea mara kwa mara mawaziri wakuu wa Canada kama magavana. Alisema hii ndio njia pekee ya kutatua mizozo ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Hivi majuzi Trump alitishia kutoza ushuru wa 100% kwa bidhaa za Canada ikiwa Ottawa itafuata uhusiano wa karibu na kibiashara na Uchina. Nchini Venezuela, Marekani ilifanya uvamizi wa kijeshi mapema mwezi Januari ambao ulimkamata rais Nicolas Maduro na kumleta New York kujibu mashtaka. Washington tangu wakati huo imedai ufikiaji kamili kwa sekta ya mafuta ya nchi hiyo. Akizungumza wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri wiki iliyopita, Trump alisema utawala wake unashirikiana vema na uongozi wa mpito wa Venezuela, na alithibitisha kwamba makampuni makubwa ya mafuta ya Marekani yanachunguza miradi mipya katika nchi hiyo. Licha ya kwamba baadhi ya makampuni yanaona kwamba hali huenda ikawa tofauti baada ya kuondoka kwa Donald Trump, na kwamba makampuni hayo yakapoteza fedha kama yalivyopoteza miaka mingi iliyopita, ambapo baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa kisoshalisti ambao uliyafanya makampuni hayo kupoteza rasilimali pamoja na fedha zao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia The World News.